Vile vile tunaendelea kusisitiza na kuomba kwa waheshimiwa majaji na mahakimu kuendelea kuacha kusisitiza kwenye mifumo au masuala ya kiufundi wakati wa usikilizaji wa mashauri, na tujitahidi kwenda kwenye substantive ili tumalize migogoro kwa haraka. Jambo lingine ni kutofautiana kwa mifumo ya utoaji haki kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Mathalan, kwa Zanzibar, kama kosa halina dhamana, mshtakiwa atapewa dhamana ikiwa itafika miezi 6 bila kesi kuanza kusikilizwa. Hii inaleta ufanisi na kuziba mianya ya kutumia vibaya mfumo wa haki jinai. Lakini kwa Tanzania bara, makosa yasiyo na dhamana yanatumika vibaya kwa kuwa hakuna ukomo wa lini kesi lazima ianze kusikilizwa, na isiposikilizwa nini kifanyike. Tulikuwa tunaomba hili liangaliwe sana. Ni vema tufunge mtu tunayejua huyu ni mhalifu, lakini tusitoe mwanya ambao unaweza kutumika kwa namna ya kuathiri wananchi wasiokuwa na hatia. Na kwa hiyo tuna dhamana, ingewezekana dhamana iwe ni discretion ya mahakama. Tusifunge huku bungeni au wapi kwenye sheria hakuna dhamana. Acha mahakama, mtu afike mbele ya hakimu, afike mbele ya jaji, ampime, aone huyu mtu anataka anafaa au hafai kupewa dhamana. Kwa hiyo ni vema tuangalie, tusiache mlango wazi sana kwenye makosa yasiyokuwa na dhamana. Kuwe na ukomo ili wananchi wasiteseke mahabusu. Kuna watu wanakaa mwaka, miaka miwili. Jambo hili sio jema katika nchi tunayojinasibu katika swala la haki za binadamu. Lazima tuhakikishe sheria zetu zinaakisi hiki tunachokisema. Vile vile tulikuwa ni maoni yetu vile vile kama TLS, kama sehemu la changamoto, tuone namna ya kuimarisha na kuiboresha Law School of Tanzania. Kuna umuhimu sana kwa sababu ya nature jinsi tulivyo na vyuo tulivyo navyo. Kuna umuhimu wa kuratibu ubora wa elimu yetu ili kuweza kuzalisha mawakili wanaostahiki. Tusipoweka mfumo mzuri wa kuchuja na kuhakikisha tunapata watu sahihi, tutaweka mabomu kwenye hizi taasisi, na siku yakianza kulipuka hata kuwepo wa kuzima, kwa sababu atakayelipukiwa na yeye atataka kulipua. Kwa hiyo kuweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha mtu anayekuwa wakili athibitike kwa uwakili wake, na kama kuna namna yoyote nyingine tunayotaka kurahisisha au kuona mtu kwa uzoefu wake anahitaji kupata uwakili, basi tuweke chujio linalobana mno ambalo lihakikishe law school nao wanatupia macho pale, ili tupate mawakili wenye sifa watakaoweza kusaidia wananchi. Sasa hizi bado tuna utaratibu mgumu, lakini najua mahakamani, Mheshimiwa Jaji Mkuu, napokea, na mimi ni kiongozi wa mawakili, napokea kila siku migogoro. Wakili kapokea hela za wananchi kaishia nazo. Unapiga simu ya wakili umpati. Wakili katelekeza mteja mahakamani. Na bado tuna mifumo hii inayochuja. Sasa tukiacha tuweke mkazo tu, kwa sababu sio lazima kila mtu awe wakili. Kama mtu hawezi akafanya kazi zingine, lakini tuweke utaratibu kwamba mtu akija, uwakili ajue ni ibada. Wakili ni mtu anayefanya kazi ya kiungu na kuwajibika. Nasema siku zote, sio sheria tu, tunawajibika kwa Mungu. Ndio maana jaji hautaingia motoni kwa kuhukumu mtu kunyongwa hadi kufa, kwa sababu ni sahihi kufanya vile. Na wakili anapokuja huku ni uadilifu. Ni kutokufaulu mtihani wako ni kukosa uadilifu vile vile, sio kuonewa, ni kukosa uadilifu. If you are not part, either you don't have a call to that, au huna uadilifu. Kwa hiyo tusiwaonee huruma sana, tuone namna ya kufanya kuhakikisha law school inaimarishwa, na watu wanaopita kwenye hilo chujio kufika huku wawe mawakili ambao tusiwe na shaka tunapokuambia wewe sasa kawe jaji, wewe kawe hakimu, wewe kawe mwanasheria wa serikali. Na lingine ni ombi letu Mheshimiwa, ambalo ni changamoto, kutokuwepo kwa corona. Sijui wengine wanaita Kiswahili coronary, sijui tunaita corona, au kuteuliwa kwa corona wa kutosha ili kurahisisha mahitaji ya uchunguzi pale yanapohitajika.
tunapilishu mtu mara nyingi kwamba labda hakimu ndio corona. Hatuna coronas.